Kwa majina naitwa afisa wa hifadhi daraja la kwanza Godfrey Baisi wa kituo cha Mwanza Detach. Kwa kituoni hapa mimi ni afisa mwikolojia, nasimamia shughuli za kiikolojia katika eneo tunalosimamia. TAWA ni mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania ambayo inatekeleza majukumu yake ya kusimamia rasilimali za wanyamapori nje ya hifadhi za taifa na Ngorongoro. Kwa hiyo wanyamapori walioko maeneo ya nje tofauti na hayo maeneo niliyoyataja yaliyohifadhiwa, yote yanasimamiwa na TAWA. Pamoja na shughuli tunazozitekeleza, TAWA inatekeleza shughuli mbalimbali zikiwemo shughuli za kudhibiti wanyama wakali na waharibifu, shughuli za mambo ya uwindaji wa kitalii, inasimamia maeneo ya mambo ya kale na maeneo mengine ya kiutalii. Pamoja na shughuli hizo tunazozifanya za kuhakikisha tunaondoa wananchi kadhia za wanyamapori na wanyamapori wakali na waharibifu, hasa katika maeneo ya kanda ya Ziwa, hususan katika mkoa wa Mwanza, Geita, Shinyanga, Kagera pamoja na Simiyu. Pia TAWA ina fursa zingine za uwekezaji ambazo wananchi inaweza ikawa ni fursa ya kujiongezea kipato na kukuza soko la ajira. Miongoni mwa fursa hizo ni mashamba au bustani za wanyamapori. Kuna zoo maana yake kwa Kiswahili ndo bustani za wanyamapori. Au bustani ya wanyamapori ni aina mojawapo ya ufugaji wa wanyamapori unaofanyika nje ya maeneo yaliyohifadhiwa, ambayo inaweza ikawa nje ya mapori ya akiba au mapori tengefu. Kwa hiyo mtu binafsi anaweza akaamua kufuga wanyamapori kwenye eneo lake analolimiliki kwa malengo ya kufanya shughuli za elimu, burudani pamoja na utafiti. Kwa hiyo zoo, mtu anaweza akafuga wanyamapori kwenye eneo lake ambalo analimiliki, kwa ambayo sasa anaweza ikamtengenezea fursa ya ajira, kwa sababu watu watakuwa wanaenda kuona wanyamapori, anaweka tozo mbalimbali kwa ambazo yeye zitamuingizia kipato, na yeye pia anaweza kuajiri watu kwa ajili ya kusimamia na kulinda wale wanyama atakuwa ameweka kwenye lile eneo. Kwa hiyo ndo zoo zinakuwa kwa mfumo huo. Mtu anaweza akajiuliza kwamba ni wanyama gani ambao wanapaswa kuwekwa kwenye bustani ya wanyama? Wanyama wa aina mbalimbali wanaweza akawekwa. Kwa mfano mnyamapori kama simba anaweza akawekwa kwenye zoo au bustani ya wanyamapori, lakini akawekwa kwenye cage. Anawekwa kwenye eneo ambalo limetengenezwa kwa uimara zaidi kumfanya mnyamapori asiweze kuingiliana na watu. Hata kama ni eneo dogo, tunaziita zile cage, akaishi pale. Mnyamapori kama chita anaweza akawekwa kwenye zoo. Na wanyamapori wengine kama pundamilia, nyumbu, pofu, swara, tomi, swara glanti, wote wanaweza wakaweka kwenye zoo. Ndege kama mbuni, bata, bukini, wote wanaweza wakaweka kwenye zoo. Ambazo zinamfanya mtu apate sifa za kuanzisha bustani kwa ajili ya wanyamapori? Okay. Kuna sifa ambazo mtu anatakiwa afanye ili kuanzisha, awe nazo ili kuanzisha bustani ya wanyamapori. Moja, kwanza lazima awe ana eneo analolimiliki. Ndio. Lakini pia kama ni eneo liko kwenye kijiji, ni eneo la kijiji, lazima kile kijiji kwenye mpango wa matumizi wa ardhi hiyo ya kijiji huo unabainisha kwamba unaruhusu shughuli za ufugaji wa wanyamapori kwenye eneo hilo. Lakini pia sifa nyingine la hilo eneo lazima liwe nje ya mapori yaliyohifadhiwa, maeneo ya hifadhi liwe nje, kwa sababu ili liweze kutoa sifa hiyo.
Lakini kingine ambacho huyo mtu anatakiwa awe nacho, kama hilo eneo analimiliki tayari, ina maana ana legal document zinazomfanya yeye aweze kumiliki eneo hilo. Kwa hiyo anachotakiwa kingine kuwa nacho, ina maana ataandika andiko mradi, business plan, ya kumuonyesha kwamba ana nia ya kufungua bustani ya wanyamapori kwenye eneo fulani ambalo aidha limepimwa, lina nyaraka zake, ambalo kwenye andiko mradi ataonyesha vitu vyote vinavyotakiwa, namna ya kipato, source of fund. Lakini pia kwa sababu tuna eneo hilo linakuja kufuga wanyamapori, na wanyamapori ni kwenye eneo hilo ni mradi, kwa lazima apate kibali. Ina maana watu wa NEMC waje kufanya EIA, environmental impact assessment, ya ule mradi wa kufuga wanyamapori anaotaka kuweka kwenye eneo husika. Lakini pia bustani ya wanyamapori haihitaji eneo kubwa sana, kuanzia eneo la hekta 2 anaruhusiwa kufuga. Lakini itaangaliwa wanyama anaowaweka anataka weka wanyama wa namna gani, kutokana na aina na tabia za wanyama. Kwa hiyo akishamaliza akaandika eneo, akaandika andiko mradi, ana vibali, ataandika, maafisa kuna application fee, atajaza fomu ya maombi ya kusajili mradi, ambao gharama yake ni shilingi 30,000. Ni hela ndogo fomu ya maombi, lakini pia atalipia shilingi 100,000 kwa ajili ya kusajili hiyo zoo. Ndio shilingi kwa Mtanzania kwenye kusajili atalipia application fee ni shilingi 30,000, sawa. Kwenye ile gharama ya kusajili kuomba ni shilingi 30,000. Lakini akishapata sasa, maafisa wa wanyamapori sisi tutakuja kukagua lile eneo, kuona kweli unaweza kweli ukawa na eneo, lakini labda ni eneo ambalo lina hali oevu, na unataka ufuge wanyamapori wa aina labda ya wanaokula nyasi, tunahofia wataoza naye. Kwa hiyo tutamshauri zaidi kulingana na eneo tutalolipata, ni wanyama gani anaweza akawaweka kwenye ile zoo yake. Kwa hiyo pale tutakuja, tutakagua, tutamshauri, atalipia hizo fee, lakini atalipia gharama ni ndogo. Akishapata atanunua mbegu, ndio serikali inampa, analipia mbegu. Mbegu ina maana atalipia gharama za wanyama anaohitaji kuwaweka kwenye hilo eneo kama mbegu. Baadaye ataanza biashara na atalipia leseni. Kwa sasa hivi leseni ya zoo ni shilingi 600,000 ambayo inakatwa kwa miaka 3. Kwa hiyo ni wastani wa 200,000 kwa mwaka. Kwa miaka 3 atakuwa amelipa shilingi 600,000, kwa sababu hiyo leseni itakuwa iko valid kwa miaka 3 kwa mujibu wa sasa hivi.